أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema baadhi ya watu wananiandikia na wanajaribu kutoa hoja zao kwa nguvu ya kwamba kuhusu hali za jumuiya kama zilivyo nchini Pakistan au katika sehemu zingine, sisi badala ya kuonyesha subira tu yatupasa kuchukua hatua fulani. Tumevumilia sana na watu hawa wanajaribu kutoa mifano ya Musleh Maud raziallahu taala anhu, jinsi jumuiya ilivyochukua hatua katika zama zake, na katika sehemu zingine yeye aliipa jumuiya ruhusa ya kuchukua hatua. Mambo hayo si kweli kabisa yanayonasibishwa na Musleh Maud raziallahu anhu. Ndiyo hawakuelewa ipasavyo kama wamesoma kuhusu matukio fulani, lakini hawakuelewa vizuri, isipokuwa yeye akiwa ndani ya kanuni alichukua hatua kadhaa, hatua stahiki, lakini sio maana kwamba bila kutafakari na kufikiri kama wafanyavyo waandamanaji wahalifu alitoa ruhusa ya kuleta maandamano. Na kama kuna maandamano yaliyotokea katika sehemu fulani, basi yalikuwa chini ya ruhusa ya khalifa wa zama, na sio kwamba kila afisa akiwakusanya watu wake aanze kuandamana katika mahala pake. Kwa vyovyote vile, kabla ya kutokea uhuru wa nchi ya India ilipokuwa ikitawaliwa na wazungu, na baadhi ya maafisa wazungu na maafisa walio wapinzani wetu walijaribu mara nyingi ya kwamba hutuba za Musleh Maud raziallahu taala anhu kwa kuzifanya kuwa njia ya uchochezi, au kwa msingi huo wajaribu kumkamata, lakini kila mara walikuwa wakishindwa, kwani Musleh Maud kwa kuwaonyesha wapinzani na maafisa wa serikali uhakika wao na uso wao, daima alikuwa anaiambia jumuiya mwishoni kabisa ya kwamba jumuiya za manabii kazi yao ni kufanya subira na kufuata sheria na kanuni. Na maafisa wapinzani wa wakati ule pia walikiri jambo hili ya kwamba wakati wa hutuba tulipokuwa tukielewa ya kuwa leo tutapata nafasi ya kumkamata yeye, na tukitumia kipengele cha kuvunja sheria na kuharibu amani tutajaribu kumtia ndani, kumkamata. Lakini hutuba ilipokuwa ikiisha, Musleh Maud alikuwa anaisihi jumuiya kwa njia nyingine kabisa, na alikuwa akiwakataza kufanya kazi ambazo ni kinyume cha kanuni na sheria ya nchi. Na kisha
mipango ya maafisa hawa wapinzani ilikuwa ikishindikana. Na kivipi ingeweza kutokea hivi ya kwamba yeye aseme jambo fulani, atamke neno fulani ambalo ni zidi ya mafundisho ya islam, ambalo ni kinyume cha mafundisho ya hatmasihi maud alah salatu wassalam. Hatmasihi maud alah salam katika sehemu nyingi ameisihi jumuiya kuhusu subira na dua, na amesema wazi ya kwamba wale wenye miguu dhaifu na hawawezi kutembea nami juu ya njia hizi zenye miiba na changarawe na hawana nguvu ya kufanya subira, wao waniache tu. hii ndiyo subira ambayo imeipa jumuiya sifa makhsus na ya kipekee katika dunia nzima. Wanasiasa wengi na waandishi wa habari wananiuliza vile vile, na mimi mara nyingi ninawapa majibu ya kwamba watu wanaotusumbua, wanaotuuzi na wanafanya zulma juu yetu, sisi wahamadia pia tumetoka kutoka kwao, na japokuwa zulma inafanywa kwa fadhila na msaada wa allah kutoka watu hawa, wapo wanaojiunga na jamaati. Sisi pia tulikuwa na tabia hiyo hiyo kama wanayo watu hawa. Sisi pia tunaweza kuchukua hatua kama wanavyochukua wao, lakini sisi tumemkubali imamu wa zama ambaye kwa ajili ya kustawisha amani na ili tuwe warisi wa fadhila ya allah ametupatia mafundisho ya kufanya subira. Isipokuwa kukiwa katika kanuni juhudi mnayoweza kuifanya na kupata haki zenu, mufanye tu. Sasa saa nyingine ametoa nasaha ya kumwachia allah mambo mengine bila kuchukua hatua yoyote ya kikanuni, kwamba muache kwa allah, na alisema kwamba mwenyezi mungu mwenyewe atakuja kutusaidia, na mwenyezi mungu akaja. Basi iwe wazi ya kwamba hii ni historia ya manabii na ndio maagizo aliyotupatia masihi maud alahi salatu wassalam, ya kwamba kazi yetu ni kufanya subira. Kwa vyovyote vile wapo wanaoshangaa wanaposikia jibu hili, na pia wanaisifu ya kwamba hiyo ni hatua stahiki ya watu wanaoishi kwa amani. Wanaozungumza kuhusu hatmusleh maud raziallahu anhu, nataka kuwaambia zaidi nikieleza hutuba yake moja, na katika hutuba hiyo yeye ameeleza maana ya subira kwa mapana na marefu, na ameeleza ufafanuzi wake, bali baada yake akaanzisha silsila nzima ya kutoa hutuba juu ya hulka njema ambayo akaiunganisha na mada ya subira. Kwa vyote vile mimi nikinufaika na hutuba hiyo nitaeleza mambo machache. Vivyo hivyo kauli na maneno ya masihi maud alah salam aliyosema katika nyakati mbalimbali ambayo ni kuhusu subira na kuvumilia, yani maandishi yake ambayo ni kuhusu subira na uvumilivu nitaweka mbele yenu. hatmusleh maud raziallahu taala anhu alisema ya kwamba subira ni jambo kubwa mno, na alisema kwamba hii ni katika wajibu na mambo makubwa ya jumuiya za manabii, ambayo bila hiyo jumuiya yoyote haiwezi kupata maendeleo na haiwezi kuilazimisha dunia kufuata nyayo zake, na haikupita jumuiya yoyote ambayo bila kutekeleza wajibu huo iwe imefanikiwa katika shabaha yake. Subira ina aina mbili, yeye ameeleza maelezo yake na pia ametoa ufafanuzi katika baadhi ya maandishi yake kuhusu maelezo ya Qur'an tukufu. Moja ni kwamba mtu akiwa na uwezo wa kuchukua kisasi kisha aoneshe subira, na pili ni subira katika muda ambamo mtu asiwe na uwezo
wa kufanya chochote ndiyo subira yake. Ama akiwa na uwezo, subira yake ndiyo hii ya kwamba yeye asitoe majibu kwa wale wanaofanya ufisadi na watu wenye fitna kama wapinzani wanavyofanya. Mtu asichukue kisasi kutoka kwao na asiwatendee kwa zuluma, na kwa ajili ya allah aoneshe subira ya hali ya juu. Na kuna subira nyingine kwamba mtu asipo na nguvu ambayo mtu anafanya juu ya mabalaa yanapotokea kutoka mbinguni, na mtu kwa ajili ya ridhaa ya allah anafanya subira. Katika kiurdu subira maana yake ni kwamba kunyamaza tu na hapo tayari amesubiri, lakini katika kiarabu maana zake ni pana sana. Tunapoangalia maana zake kwa kiarabu ndipo tunaelewa vizuri kwamba subira maana yake ni nini na maana ya kweli ni nini, na jinsi muumini mmoja anavyotakiwa kuonyesha subira, jinsi mwenyezi mungu alivyotoa agizo la kufanya subira. Na maana ya kweli ya subira iliyoelezwa katika kamusi kwa mujibu wa amri za allah. Sawa na kamusi, subira ina maana tatu. Namba moja, maana yake ni kuepukana na zambi na kuzuia nafsi kutenda zambi. Pili ni kudumisha juu ya matendo mema kwa nguvu na kwa uimara, na maana ya tatu ni kwamba kuepukana na tabia ya kulalamika. ndiyo maana inayochukuliwa katika lugha ya kiurdu. Basi kwa mujibu wa maana ya kwanza, kupambana na maovu kwa nguvu na kwa uimara na kuendelea kufanya hivyo ni kazi ya binadamu ambayo yanamvutia kwake, na kisha kuwa tayari kupambana na maovu ambayo katika siku za usoni yanaweza kumvutia kwake. Basi subira sio maana ya kwamba kwa kusema ya kuwa sisi ni wenye kufanya subira tukae bila kuchukua hatua yoyote, bali kuendelea kusafisha undani wetu ni subira halisi. Na watu wa namna hiyo mwenyezi mungu kisha anakuja kuwasaidia kwa namna mbalimbali, njia ambazo wanakuwa hawana fikira zake. Wapinzani wanatamani ya kwamba sisi tuchoke na tuache subira na tufanye kama wanavyofanya wao ili wao wafanikiwe katika shabaha yao, lakini mwenyezi mungu anatuambia ya kwamba kazi yenu ni kutumia akili, kazi yenu ni kujichunguza ya kwamba mambo mnayoongelea je yanaendana na amri ya allah au la, kisha mnatakiwa kufanya sawa na matakwa yake. Na kwa mujibu wa maana ya pili imekuwa wazi ya kwamba binadamu aendelee kufanya mema ambayo amezoea kuyafanya na afanye juhudi ya kutenda mema ambayo bado hajayatenda. hiyo pia ni aina moja ya subira. hiyo pia kwa hakika ni kitu kinachomwezesha mtu kupata ukaribu wa allah, na ni zwahiri shahiri ya kwamba pamoja na kutenda matendo mema mtu anaweza kuupata ukaribu huo kwa maombi, ambayo kuhusu maombi mwenyezi mungu anasema ndani ya Qur'an tukufu ya kwamba wastainu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa ala lkhashiin. mumombe allah msaada kwa subira na kwa dua, na bila shaka jambo hilo ni ngumu na zito isipokuwa kwa wale wanaonyenyekea, walio na hofu ya allah na wenye kuonyesha unyenyekevu ndio wanaoweza kuonyesha subira ya namna hiyo ambayo inavutia radhi ya allah. Na kisha mbele akasema katika sehemu nyingine ya kwamba walazina sabaru ibtighaa wajhi rabbihim wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadrauna bilhasanati sayyi'a
ulaika lahum uqbaddar wayadrauna bilhasanati sayyiata ulaika lahum uqbaddar na ambao husubiri kwa kutaka radhi ya mola wao na wakasimamisha swala na wakatoa katika vile tulivyowapa kwa siri na zwahiri na kuyaondoa maovu kwa wema yani wanaondoa maovu kwa wema hao ndio watapata malipo mema ya nyumba ya akhira dunia hii ni ya muda tu hivyo watu hawa wanapewa nyumba ya akhira ambao wanataka na wanatafuta radhi ya allah basi subira ni kutaka radhi ya allah kwa unyenyekevu na kwa maombi na hiyo itatokea ambapo tutabadilisha hali zetu sawa na matakwa ya allah na sawa na mafundisho yake na tutapitisha maisha yetu ambapo kupata radhi ya allah kutakuwa kusudio letu kuu na kisha kama ilivyoelezwa ya kwamba maana moja ya subira ni kuepukana na malalamiko na majaribio maradhi au hasara katika mali kwenye uchumi au ikitokea shida yote mtu asiogope wala asilalamike au apige kelele kwamba allah amenifanya nini vitu hivi ni alama ya kuto kufanya subira na kumlalamikia allah ni jambo lisilofaa kabisa daima mtu anatakiwa kuwa na fikra hii ya kwamba kila kitu nilicho nacho ni zawadi fulani na neema fulani kutoka kwa allah leo kama allah amechukua kesho atanipatia nyingine basi walio na fikira ya namna hiyo ndio waumini wa kweli na wenye kufanya subira ya namna hiyo ndio wafanya subira wa kweli mbele ya allah basi hizi ni maana tatu za subira lakini daima ikumbukwe ya kwamba subira isitokane na udhaifu fulani hofu ya dunia isiwe sababu yake bali iwe kwa ajili ya kutaka radhi ya allah subhanahu wataala tu hapo ni subira ya kweli inayovutia fadhila za allah mtu mbele ya maafisa wakubwa au mbele ya mfalme fulani kwa sababu ya zulma yake akae kimia akifikiri kwamba anafanya subira kwa ajili ya kutii amri ya allah basi hiyo ni subira ya kweli na kama anafanya kwa sababu ya hofu ya maisha yake basi hiyo si sahihi sisi tunatoa nasaha ya kufanya subira kwani hii ni amri ya allah kama ni kuchukua kisasi basi wapo waahmadia ambao watakuwa wamejaa na jaziba ya kwamba sisi hata hatujali uhai wetu sisi kwa kuchukua kisasi tunaweza kuwamaliza wazalimu hawa na tutawamaliza tu na lakini hatutafanya hivyo hiyo ni kinyume cha mafundisho tuliyopewa sisi wa ahmadia na nasi tunachukia na hatua hiyo kwani hii si tabia ya jumuiya za manabii nasi tumefanya ahadi ya kusalimisha wanadamu kutoka kila shari katika ahadi ya baiati hatmasihi maud alah salam ametukataza vikali kufanya hivyo kuhusu subira hatmusleh maud raziallahu taala anhu alitoa ufafanuzi mwingine aliposema ya kwamba kumbukeni ya kuwa kutokana na matendo yenu ionekane wazi tofauti kati ya subira na kutokuwa na ghera kwa mfano kama mtu fulani kwa ajili ya mahitajio yake aende kumwomba mtu mwingine fedha au pesa na mtu huyo amkaribie na amfoke na amzalilishe
na avunje heshima yake, na mwenye kuomba akicheka aoneshe kana kwamba hakusikia lolote, na awaze kwamba saizi mimi nina dharura, nina hitaji, hivyo haina shida hata kama ananitukana. Basi hiyo ni kinyume cha haya na kutokuwa na ghera. Lakini saa nyingine kwa ajili ya shabaha ya kikaumu na kidini, mtu analazimika kufanya subira na analazimika kukaa kimya, na subira hiyo haiwi kwa ajili ya tamaa ya nafsi. Hivyo ndio subira ya kweli na si kinyume cha ghera. Kwa mfano, sehemu fulani ambapo kwa sababu ya kuchukua kwake kisasi kaumu yake inapata shida fulani, huku yeye kama anashambulia na hafanyi subira, basi tutamwita kwa jina la mjinga, kwani kwa kufanya hivyo yeye analeta hasara kwa kaumu yake. Basi asipochukua kisasi kwa ajili ya faida ya kaumu yake au kwa ajili ya kusalimisha dunia kutoka hasara, anafanya subira, basi subira yake hiyo itakuwa subira. Basi yatupasa kukumbuka jambo hilo. Baadhi ya watu wanapata hasira na wanapata jaziba ya kwamba polisi wamemkamata mtu fulani, hivyo tuandamane zidi yao. Hayo yote si sahihi. Adui anataka hivi kwamba sisi tuchukue hatua ili wao wafanye zuluma zaidi, wakiwa pamoja na maafisa ambao tayari ni wapinzani wetu, ili wao wawakamate Waahmadia na walete vikwazo vingine juu ya nizamu yetu, au waombe kutoka serikali ili serikali ichukue hatua zidi ya jamaati, na hali wingi wa maafisa wa serikali ni wapinzani wetu. Wakati huu ambapo baadhi ya maafisa wa serikali wanawasaidia na wapo nyuma yao, na kisha katika nyakati za namna hiyo wanafiki pia wanachangia na wanapata faida, na hali ya namna hiyo kila ilipotokea hali ikaharibika zaidi. Sisi tumeona na itaharibika, na huu ni uzoefu wetu ya kwamba hatua ilipochukuliwa basi hali ikaharibika zaidi. Yapo baadhi ya matukio katika historia ya jamaat ambayo badala ya kutupatia faida yakaleta hasara, na kwa kutumia subira tulipofanya juhudi ya kikanuni ya kuboresha hali, si katika sehemu zote lakini katika sehemu nyingi tukapata faida. Ujumbe huu sisi kwa vyote vile tunafikisha ya kwamba sisi pia ni watu wa kaumu hiyo hiyo, na tunaweza kuchukua kisasi, au kati yetu mtu fulani anaweza kufanya hivyo lakini hatufanyi hivi. Hiyo ni kinyume cha mafundisho ya Islam, na tunapofanya hivyo basi polepole baadhi ya maafisa wanapata athari njema, na sisi tumeangalia, tumeshuhudia. Kama mbele ya matusi yao tuanze kuwatukana na tuanze kuchukua hatua hiyo, basi waliopo chini ya mahubiri yetu sisi badala ya kuwaletea athari njema tutawaletea athari mbaya. Kisha nao watakuwa na haki ya kusema kwamba Masihi Maud ameleta mabadiliko gani katika Waahmadia mpaka sisi pe tuingie katika jamaati yao, kama wapinzani wao wanavyowatendea watu hawa wanawatendea wao. Suna ya manabii na suna ya jumuiya zao ndiyo hii ya kwamba wao wanafanya subira na wanafanya dua kama ilivyo amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Masihi Maud Islam ametupatia mafundisho hayo hayo. Basi jambo hili daima tulikumbuke ya kwamba sisi kwa ajili ya faida pana ya jamaati, kazi yetu ni kuvumilia mateso madogo madogo na ya muda kwa subira. Bali Musleh Maud safari moja aliwahi kusema kwamba
hata saa nyingine hatuna haja ya kugonga mlango wa kanuni na yatupasa kuvumilia mateso yote kwa subira. almusleh maud raziallahu taala anhu akieleza jambo hili ya kwamba watu wanaweza kusema ya kuwa hatmasihi maula salatu wassalam pia katika vitabu vyake ametumia baadhi ya maneno makali. watu wa namna hiyo wanapaswa kukumbuka ya kwamba mwenyezi mungu na manabii wake wanakuwa na shani tofauti. kama tunavyoangalia katika mfano wa kidunia kwamba kuna jaji ambaye anamwita mtu fulani kuwa mwizi na hiyo ni kazi yake na ana haki, na kwa msingi huo ye anampatia adhabu au anafanya juhudi ya kumrekebisha. lakini hii si kazi ya kila mtu kwamba awaite wengine kwa jina la mwizi au wakosefu, na akifanya hivyo basi ufisadi utatokea. hivyo masihi maula salam akidhihirisha mapungufu ya watu na akionyesha kuhusu mapungufu yao, anasema jambo fulani, basi anasema kwa ajili ya kuwarekebisha na anafanya ili kuwaepusha kutoka nadharia zao zisizo sahihi. ama kuhusu dhati yake, yeye anasema kwamba गालियाँ सुनकर दुआ देता हूँ उन लोगों को, रहम है जोश में और गैस गठाया हमने. yani mimi nasikia matusi lakini nawaombea watu hawa na kuna rehema kwenye dhati yangu na nimepunguza hasira yangu. na masihi wasalam ametupatia mafundisho hayo hayo kwamba mvumilie mateso ya wengine kwa subira. musleh maud akitoa mfano anaeleza tukio moja la masihi wasalam litokalo kwenye maisha yake ya kwamba safari moja masihi wasalam katika mji wa lahor alikuwa anaenda sehemu fulani akikaa kwenye gari ambapo watu wabaya wa mji walikuwa wanamrushia mawe ambayo yanakuja kugonga juu ya gari yake. lakini masihi salam alikuwa hakupata hasira yoyote, na saa nyingine mawe yakaingia ndani, na hiyo ilikuwa athari yake kwamba kutoka watu hawa mamea wakaja na wakajiunga na jamaati. basi leo pia tutalazimika kuonyesha hulka za namna hiyo. kama kuna mtu ambaye amezidi katika upinzani kwa sababu ya uadui wake na kinyongo chake na ubaguza wake, mwenyezi mungu mwenyewe atachukua kisasi kutoka kwake. sharti ni kwamba sisi tufanye subira na tufanye maombi. katika zama za mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu wengi kwa kuona subira ya maswahaba zake walikuwa wamesilimu, na katika zama hizi pia mifano ya namna hiyo tunaiona kama alivyoeleza hatmusleh maud. na katika zama ya masihi wasalam kwa kuona subira watu waliingia katika jumuiya, na leo pia tunaangalia watu wengi wananiandikia barua na zipokea kutoka nchi mbalimbali, ambapo watu kwa kuona historia ya jamaati wanaingia katika jumuiya. akitoa nasaha ya subira, safari moja masihi mwasalam alisema kwamba subira ni jambo kubwa sana. mtu anayefanya subira na haongei kwa hasira, hutuba yake inakuwa si hutuba yake, bali mwenyezi mungu anamwezesha kutoa hutuba. jumuiya inatakiwa kufanya subira na isitumie ukali juu ya ukali wa wapinzani, na isiwatukane hata kama wao wanatukanwa. mtu ambaye ni mkazibishaji wetu sio lazima kwamba yeye aseme kwa heshima,
yani sio lazima kwamba atamke jina la masihi maud islam kwa heshima. Anasema mifano yake mingi inapatikana katika maisha ya mtume saa salam. Hakuna kitu kinachofanana na subira, lakini kufanya subira ni kazi ngumu sana, na mwenyezi mungu anamsaidia mtu ambaye anafanya subira. Kisha akieleza hali ya jumuiya na akieleza matatizo ya wanajumuiya wapya na kuwapatia nasaha ya subira, anasema kwamba kwa ajili ya jamaati yetu kuna shida na matatizo kama wakati wa mtume saa salam waislamu walikuwa wamepata. Hivyo shida kubwa inayopatikana ndiyo hii ya kwamba mtu anapoingia katika jumuiya, marafiki zake na jamaa zake wanajitenga kwake. Hata saa nyingine wazazi wake na ndugu zake wanakuwa maadui zake na hawatamki assalamu alaikum na hawataki kuswali jeneza yake. matatizo ya namna hiyo mingi yanatokea. Alisema kwamba mimi najua kwamba wanakwepo baadhi ya watu wenye tabia dhaifu, na wakati wa matatizo ya namna hiyo wanaogopa, lakini kumbukeni ya kwamba ni muhimu kuja kwa matatizo hayo. Nini si zaidi ya manabii na mitume. Wao walipata matatizo na maswaib, na maswaib yanakuja ili imani iimarike juu ya mwenyezi mungu na mtu apate nafasi ya kujibadilisha. muendelee kufanya dua. Basi ni muhimu sana kwamba nini mufuate manabii na mitume na mushike njia ya subira. nini hamtapata hasara yoyote. rafiki ambaye kwa sababu ya kujiunga kwenu na jamaati anawaacheni, huyu si rafiki yenu wa kweli, waila angetakiwa kuwa pamoja nani. watu ambao wanawaacheni na wanajitinga kwenu kwa sababu hii tu kwamba nini mmeshiriki na mmeingia katika silsila iliyoanzishwa na mwenyezi mungu, msibishane nao bali mufanye dua kwa ajili yao. amesema kwamba mufanye maombi kwa ajili yao kwamba mwenyezi mungu awajalie basira na maarifa ambayo kwa fadhila yake yeye amewapatieni. yani pamoja na kutukataza kubishana nao, amesema kwamba mufanye dua na muwe na huruma kwa ajili yao moyoni mwenu, ili wao pia waweze kuitambua haki. alisema kwamba nini kwa matendo yenu matakatifu na kwa tabia njema muthibitishe kwamba nini mmeshika njia iliyo nzuri. angalieni kwamba mimi nimeamrishwa kwamba niwaambieni na niwapatieni maagizo mara kwa mara kwamba mwendelee kuepukana na ufisadi wa aina zote, na mkisikia matusi mufanye subira na muondoe ubaya kwa wema, na mtu akiwa tayari kufanya ufisadi ni vyema muondoke kutoka mahala pale. hata hii ni amri ya Kurani tukufu vile vile, na alisema mutoe majibu kwa upole. mara nyingi kinachotokea ni kwamba mtu anapinga kwa jaziba kali na anatumia njia fulani ambayo inaweza kuleta ufisadi, ambayo inaweza kuwachochea wasikilizaji kuleta ufisadi, lakini anapopata majibu kwa upole na hatukanwi, mwenyewe anahisi majuto. ni sawa katika zama hizi wapo wengi ambao hawana haya na wanafanya zuluma zaidi, lakini wapo baadhi ambao wanahisi majuto na kisha wanaonyesha hisia zao. katika hutuba za nyuma nilikuwa nimeeleza matukio ya Bangladesh na nikatoa mfano moja kwamba katika wahalifu kijana wetu moja alimwambia kijana mwingine kwamba je, unajua unafanya nini na unafanya kwa jina la nani? hapo akaelewa na akatupa jiwe alikuwa amelibeba. alisema na waambieni kweli kweli kwamba msiache subira. subira ni silaha na kazi ambayo subira inaweza kuifanya hata mizinga haiwezi kufanya kazi ile. subira ndiyo inayoshinda mioyo. kwa yakini kumbukeni ya kwamba mimi napata huzuni na ghamu ninaposikia kwamba mtu fulani akiwa katika jamaati yangu amebishana na mtu fulani, na mimi sipendi njia hiyo, na hata mwenyezi mungu pia hataki kwamba jumuiya ambayo itakuwa mfano katika dunia ishike njia ambayo si njia ya uchamungu. na mimi nawaambieni ya kwamba mtu fulani akiwa katika jamaati yangu hafanyi subira na havumilii, akumbuke kwamba yeye hayumo katika jamaati hiyo,
ni onyo kubwa na ni tahadhari. Alisema kwamba sababu ya kupata jaziba na hasira inayoweza kuwa ni kwamba mimi natukanwa. Alisema kwamba wanaponitukana nini mnapata jaziba. Alisema kwamba swala hilo muuliache kwa Allah, nini hamwezi kutoa hukumu yake, hivyo swala langu muuliache kwa Allah, na nini kwa kusikia matusi mufanye subira na muvumilie. Nini hamjui jinsi ninavyosikiliza matusi kutoka kwao. Mara nyingi kinachotokea ni kwamba napokea barua kutoka kwao zilizojaa matusi, na ninapokea barua bila tiketi na lazimika kulipa malipo ya tiketi kwenye posta, na kisha ninaposoma barua zile zinakuwa zimejaa na matusi, na mimi najua kwamba hata nabii fulani atakuwa hakutukanwa jinsi ninavyotukanwa, na siwezi kuamini kwamba hata Abu Jehel atakuwa ametukana kama watu hao wanavyonitukana, lakini yote na lazimika kusikiliza na ninafanya subira. Hivyo wajibu wenu pia ni kufanya subira. Tawi haliwezi kuzidi mti. Ni kwa ajili ya dhati yake alikuwa ameonyesha subira ya hali ya juu, kama alisema Musleh Maud kwamba kwa ajili ya dhati yake alikuwa na subira ya hali ya juu, na kama ametumia ukali fulani, kama watu walisema kwamba Musleh Maud ametumia maneno makali, basi alifanya kwa ajili ya kuwarekebisha, na haki hii alikuwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila moja hana haki ya kufanya hivyo, na kama hakuna haki, basi kama badala ya kujirekebisha tutaongea maneno ya namna hiyo, basi kuna uwezekano wa kuzidi wa ufisadi. Kisha anasema kwamba nini mtaona watu hawa watachoka na matusi yao na mipango yao na njama zao haziwezi kunichosha. Kama mimi nisingetokea kutoka kwa Allah, basi bila shaka ningeogopa kutoka matusi yao, lakini kwa yakini najua kwamba Mungu amenituma. Sasa kwa nini nijali mambo yao? Hiyo haiwezi kutokea. Nini wenyewe mutafakari kwamba je, matusi yao yamenipatia hasara au yamewapatia wao? Jumuiya yao imepungua na jumuiya yangu imezidi. Kama jamaati yangu inazidi, basi watu wanaotoka ni kutoka kwao. Kama matusi haya yanaweza kuleta kizuizi fulani, sasa kivipi jamaati yangu imezidi kuliko hata zaidi ya 200,000? Alikuwa ameeleza katika zama zake idadi hiyo, na leo kwa ufadhili Allah katika kila nchi ya dunia ujumbe wake umekusha fika tayari na jumuiya imekusha patikana. Je, hayo yote yametokana na nguvu fulani au kuchukua hatua fulani? Hapana, bali hayo ni matokeo ya kujitolea na subira na maombi. Hivyo kwa ajili ya kupata kusudio hilo kubwa tutalazimika kufanya subira. Kisha anasema ya kwamba watu hawa wametoka kutoka kwao au wametoka kutoka wapi? Watu hawa walileta fatua za ukafiri juu yangu, lakini imekuaje? Jumuiya ilizidi. Kama silsila hiyo ingeendeshwa na mpango fulani, basi lazima fatua hizi zingeleta athari na fatua hizi zingeleta kizuizi katika njia yangu, lakini jambo lilopangwa na Mwenyezi Mungu binadamu hana uwezo wa kulimaliza. Mipango inayofanywa na wapinzani wangu mwishowe yote inashindikana. Mimi nasema kweli kweli ya kwamba watu hawa wanaonipinga wanajaribu kuweka mkono wao mbele ya mto wenye shani unaotirika kwa nguvu. Wanataka kuzuia maji. Wakiweka mkono wao wanafikiri kwamba maji yatasimama, lakini haiwezi kusimama. Wanataka kuzuia maji kwa matusi, lakini wakumbuke kwamba hayatasimama. Je, hii ni kazi ya watu wema kwamba watukane? Mimi nasikitika juu ya waislamu hawa, kwamba hawa ni waislamu wa namna gani ambao wanatamka maneno machafu.
katika pakistan kwenye maandamano wanatukana matusi ya aina aina. Alisema mimi nasema kwa kuapa kwa allah kwamba matusi ya namna hiyo sijawahi kumsikiliza kutoka mtu fulani jinsi waislamu hawa wanavyotamka. Anasema kwamba katika matusi haya wanaonyesha hali yao tu. Kwa kupitia matusi yao hali yao inaonekana kwamba ubongo wao ni wa aina gani na matendo yao yakoje. Mwenyezi mungu afumbue macho yao na awarehemu. Kisha alisema kwamba hata kama wawepo mamilioni wenye kutukana hawezi kufanya lolote mbele ya mpango wa allah. Wanajua kwamba kadi yenye thamani ya pesa moja tu itapotea, lakini hawajui kwamba pamoja na hasara hiyo matendo yao pia yatakuwa yameharibika. Wanaponitukana kwenye kadi, kwenye barua, wanaharibu matendo yao. Kisha sielewi kwamba kwa nini wananitukana. Wananitukana kwani nasema kwamba msiache kurani tukufu na msimkazibishe mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo la ajabu kwamba imeandikwa ndani ya kurani tukufu kwamba isa alahi salam amekufa na hata kuja tena katika dunia hii, lakini watu hawakubali na wanaendelea kusisitiza juu ya itikadi hiyo ambayo ni kinyume cha kurani tukufu. Kama nisingekuja na mwenyezi mungu asingeanzisha silsila hiyo, basi wangesema kile walichotaka kusema, kwani hakuwepo mwenye kuwaamsha kati yao. Lakini sasa kwa kuwa allah amenituma na mimi ndiye ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam amemuita kwa jina la hakimu, hivyo kusema na kufanya malalamiko juu ya uamuzi wangu hawakuwa na haki yake. Ucha mungu ndiyo huu kwamba wangesikiliza jambo langu na wangetafakari na wasingefanya haraka ya kunikataa. Mimi nasema kweli kweli kwamba baada ya kuja kwangu hawana haki ya kutamka maneno fulani, kwani nimekuja kutoka kwa allah na nimekuja nikiwa hakimu. Kisha mtume saa salam jinsi alivyosimamisha kiwango cha subira kwa amri ya allah, hakuna awezaye kusimama mbele yake akieleza habari hizi. Anasema ya kwamba kaumu ya hat musa bani israel ilimkubali mara moja, hivyo yeye hakupata shida au matatizo kutoka kaumu yake. hat musa hakupata shida kutoka kaumu yake bali akapata kutoka kwa firauni, lakini kinyume chake mtume sallallahu alaihi wasallam akalazimika kukabiliana na shida na matatizo kutoka kaumu yake. kisha katika hali hiyo maendeleo aliyopata mtume saa salam yana daraja kubwa sana ambayo ni uthibitisho wa ukamilifu wake na fadhila zake. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa izni na amri ya allah alipoanzisha mahubiri, hatua ya kwanza aliyopata ni kwamba kaumu yake ikamkataa. imeendikwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaita Quraish kwenye mwaliko, na baada ya kuwaita akasema kwamba mimi na waulizini jambo moja mutoe jibu lake. yani kama mimi nikiwaambia ya kuwa nyuma ya mlima huu kuna jeshi kubwa limepiga kambi na linatafuta nafasi ili kuwaangamizeni, je mtakubali? wote wakasema kwamba bila shaka tutakubali jambo lako, kwani wewe daima umeendelea kusema ukweli na wewe ni mwaminifu. na walipokiri mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba angalieni, mimi nasema kweli ya kuwa mimi ni nabii wa mwenyezi mungu na mimi nawaonyeni kutoka adhabu inayokuja. alipotamka tu neno hilo wote wakachemka kwa hasira, na mtu mmoja akasema kwamba taban laka saira lyaum, yani akamwita mungu apishe mbali kwa maneno ya ole. alisema kwamba ni jambo la kusikitika ya kwamba jambo ambalo lilikuwa kwa ajili ya wokovu wao na kheri yao kaumu hiyo haikulielewa na likawa tayari kumpinga. sasa kinyume chake angalieni kaumu ya musa bani israel, ijapokuwa ilikuwa na mioyo migumu, lakini wao hat musa alipowahubiri ikamkubali mara moja. lakini upande huu kaumu haikumkubali yule aliyekuwa mbora wa musa.
anatoa mfano wake, mfano wa musa alah salatu wassalam, kwamba kaumu yake ikamkubali musa, lakini nabii ambaye alikuwa mbora kuliko musa kaumu yake haikumkubali na wakawa tayari kumpinga, na silsila ya mateso ikaanza kwa ajili ya mtume saa salam. Wakaanza kupanga mipango ya mauaji yake, na zama ikawa ndefu mpaka ikaenda hadi miaka 13. Muda wa miaka 13 si muda mfupi. Katika muda huo jinsi mtume saa salam alivyovumilia mateso hata kuyaeleza si kazi rahisi. Alipata shida na maswaibu kutoka kaumu yake, na upande wa pili mwenyezi mungu alikuwa anamwambia kwamba afanye subira na uendelee kufanya mahubiri kwa uimara. Ndio maana ya subira, na alikuwa anapewa amri mara kwa mara kwamba jinsi manabii waliofanya subira we pia ufanye subira. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa subira kubwa alikuwa anavumilia mateso yote na hakuonyesha uvivu katika mahubiri, bali alikuwa anasonga mbele. Na jambo la asili ni kwamba subira ya mtume saa salam haikuwa kama subira ya manabii waliotangulia, kwani walikuja kwa ajili ya kaumu yao tu, hivyo mateso yao pia yalikuwa na mipaka yake. Lakini kinyume chake mtume sallallahu wasallam subira yake ilikuwa imezidi sana, kwani kwanza kabisa kaumu yake ilikuwa imekuwa adui wake na ikaanza kumpinga, na kisha wakristo pia wakawa maadui zake. Walipoambiwa kwamba hat isa alah salam ni mja wa mungu na alikuwa mtume wake, hapo wakachemka kwa hasira, kwani wao walikuwa wamemfanya kuwa mungu. mtume sallallahu salam akaaja na akafungua uhakika wake. Ni jambo la kanuni kwamba mtu anapomfanya mwingine kuwa mungu, anapomkubali kuwa maabud, yani anafanya ibada yake, kuacha hiyo inakuwa si rahisi, bali kazi hii inakuwa ni ngumu sana. Itikadi hii ya wakristo ilikuwa imekomaa sana, hivyo pale waliposikiliza kwamba mtume sallallahu salam wamemfanya mungu wao bandia kuwa mtu tu, hapo wakawa maadui zake. upande mmoja kaumu yake ikawa adui, yani makafiri wakawa adui zake, na kisha wakristo pia wakawa adui zake. na pia kwa mayahudi pia zilikuwa zimepatikana bidaa nyingi za kishirikina. kisha habari za mayahudi zimetajwa na bidaa za kishirikina zilikuwa zimepatikana. walikuwa wakimkataa hat masih alah salam, walikuwa hawako tayari kumkubali isa alah salam, na pale walipoambiwa nao pia wakawa tayari kumpinga. yani mayahudi, wakristo, washirikina na wenye dini zingine wote wakawa maadui zake, kwani mayahudi walikuwa wakimwita hat masih kwa jina la muongo. na mtume saa salam alipowaambia kwamba nini ni waongo katika matamshi yenu, bali huyu alikuwa nabii mkweli wa allah. na sababu nyingine ya uadui wake ikawa hivi kwamba wao walikuwa wameelewa kwamba khatamul anbiya atakuja kutoka bani israel, kwani katika taurati kama ilivyo sunnatullah kwamba bishara kuhusu nabii ya mwisho inapatikana katika maneno fulani ambayo kwa kupitia maneno hayo walikuwa wamepata mashaka kwamba maana yake ni bani israel, ila hali muradi wake ilikuwa ni bani ismail. hivyo waliposikiliza madai ya mtume kwamba huyu ni khatamul anbiya, hapo mipango yao yote ikashindikana, na wao kile walichokuwa wakielewa sawa na bishara ya taurati walipoambiwa kwamba si sahihi, hapo wakachemka kwa hasira na wakawa maadui zake. ahmadia moja kutoka kijiji fulani akamjia hat masihi mola salatu wassalam na alieleza kuhusu upinzani wa shekh fulani, na akasema kuhusu dua. na alisema katika kijiji changu kuna shekh ambaye ni mtumishi wa madrasa, ni adui mkali, ananitesa sana, ananisumbua mno. huzur ufanye dua kwamba mwenyezi mungu amhamishe huyu kutoka kijiji kile. hatmasihi maud akatabasamu na kisha akamfahamisha akisema ya kwamba
kwa kuwa umeingia katika jumuiya hii hivyo ufuate mafundisho yake. Usipopata mateso kivipi utapata sawabu? Nabii wa mungu sallallahu alaihi wasallam katika Makka alivumilia mateso kwa miaka 13. Nini hamjui kuhusu mateso ya zama zile? Wala hamkuyapata, lakini yeye akawasihi maswahaba wafanye subira. Mwishowe maadui zote wakakwisha. Zama hii karibu mtaona kwamba watu hawa wenye shari hawataonekana. Mwenyezi Mungu ameamua kusambaza jamaati hii katika dunia nzima, na wakati huu watu hawa wanaona kwamba nini ni wachache hivyo wanawauzi nini, lakini jamaati hii itakapokuwa kubwa watu hawa watanyamaza wenyewe. Kama Mungu angetaka watu hawa wasinge wauzini na wasingezaliwa, lakini Mwenyezi Mungu kwa kupitia hawa anataka kuwapatia ni mafundisho ya subira, na baada ya muda mtaona kwamba hakuna jambo lilobaki. Mtu anayeuzi anafanya toba au anakuisha. Napokea barua nyingi watu wanasema tulikuwa tukitukana na tulikuwa tunaona kwamba ni thawabu katika matusi, lakini sasa tunafanya toba na tunafanya bayati. Mungu anasema kwamba subira ni ibada, na Mungu anasema kwamba wenye kufanya subira watajaaliwa malipo yasiyo na hisabu, na malipo haya ni kwa ajili ya wale wanaofanya subira tu. Na kuhusu ibada zingine, hii si ahadi ya Allah. Mtu anapopitisha maisha katika kumsaidia mwingine, sasa yeye anapopata mauzi anayesaidiwa anapata ghera juu yake na anamwangamiza yule anayemsumbua anayemuuzi. Vivyo hivyo jamaati yetu ni katika uhifadhi wa Allah, na kwa kuvumilia mateso imani inaimarika, na hakuna kitu kinachofanana na subira. Kisha safari moja baadhi ya watu waliokuja Kadian kufanya bayati akiwasihi akasema, watu wa dunia wanavitegemea vitu vya dunia, lakini Mwenyezi Mungu ni mkwasi. Akitaka anaweza kuwasaidia wapendwa wake bila sababu yoyote, na saa nyingine anawasaidia kwa kupitia sababu fulani, na saa nyingine kinachotokea ni kwamba anaharibu sababu zote. Ilmuradi musafishe matendo yenu na daima mumkumbuke Allah na msighafilike. Kama vile mnyama akionyesha uvivu anakamatwa na mwenye kuwinda, vivyo hivyo anayeghafilika na Allah anawindwa na shetani. mufanye toba na daima muendelee kuhuisha toba, na msiache ife, yani msiishi maisha bila toba. daima muendelee kufanya toba, kwani kiungo kinachotumika ndicho kinachoweza kutoa msaada, na kiungo kikiachwa basi kinakosa nguvu. hivyo muendelee kufanya toba ili toba isife. msipofanya toba ya kweli basi hali yenu ni kama mbegu inayopandwa kwenye jiwe, na kama ni toba ya kweli basi hali yake ni hali ya mbegu inayopandwa kwenye ardhi na inaleta matunda juu ya wakati wake. katika zama hizi kuna shida katika kufanya toba. aliwaambia wanajumuiya wapya kwamba mkireje kutoka hapa mtalazimika kusikiliza mengi kutoka kwa watu kwamba nyinyi mmemfanya bayati ya kafiri na dajjal na fulani na fulani. hivyo msionyeshe jaziba mbele yao, yani msionyeshe hasira mbele yao. sisi tumekuja kutoka Allah ili kuonyesha subira. basi hayo ni mambo ambayo daima tukumbuke. anasema kwamba hivyo nini mufanye maombi kwa ajili yao kwamba Mwenyezi Mungu awaongoze vile vile. kazi ambayo hatmasihi Maud alikuwa ametumwa nayo ni subira. basi mafanikio yetu ni katika kufuata nyayo zake. alisema kwamba silaha ya kupata ushindi ni istighfar na toba. alisema silaha yetu ya kupata ushindi ni istighfar na toba, na kujua elimu za kidini na kuzingatia utukufu wa Allah na kuswali swala 5. swala ni ufunguo wa kukubaliwa kwa dua. mnaposwali basi mufanye dua na msighafilike, na muendelee kuepukana na kila aina ya uovu, hata kama uwe kuhusu haki za Allah au uwe kuhusu haki za waja wake.
basi hizi ni nasaha ambazo ni msingi wa maendeleo yetu na mafanikio yetu sawa na kauli ya masihi msalam. Kama tutafanya istighfar na toba na tutajifunza elimu za kidini na tutaendelea kuswali sala 5 basi tutapata mafanikio. Kama maadui wanaendelea kuzidi katika upinzani basi tutalazimika kuinama zaidi mbele ya allah, na hii ndiyo siri ya ushindi wetu na mafanikio yetu. ndio maana masihi salam amesema mara kwa mara kwamba tufanye hivyo. ushindi wetu umepangwa kama alivyosema yeye inshallah, lakini mukumbuke jambo hili ya kwamba kazi yetu ni kuendeleza shughuli zetu kwa hikima. shughuli nyingi zinaweza kufanywa kwa hikima. kutumia hikma ni muhimu sana. kila mwanajamaat akielewa wajibu wake basi tunaweza kupata utatuzi wa maswala mengi kwa kupitia matendo yetu na dua zetu. mwenyezi mungu atujalie kufanya subira na maombi, na ili tuweze kupata radhi yake atujalie kufuata maagizo hayo yote. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله